Jeshi la Polisi Tanzania Juni 19, 2026 na Julai 5, 2026 lilitoa taarifa za kujulisha hali ya usalama pamoja na hatua linazochukua kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ili kuhakikisha nchi inaendelea kuwa shwari, ili kuruhusu wananchi waendelee na shughuli zao za kujitafutia riziki katika mazingira ya amani, utulivu na usalama. Leo Julai 9, 2026 pia tungependa kutoa taarifa kuwa hali ya nchi ni shwari. Aidha, tulieleza kuwa tulikuwa tukiendelea kufuatilia kwa karibu sana uhalifu uliokuwa unahamasishwa na wahalifu kupitia mitandao ya kijamii na majukwaa mengine kama vile vikao vya ndani. Vitendo hivi vya kihalifu vilikuwa ni pamoja na kupanga, kutamka, kuandaa na kusambaza taarifa za uchochezi, kuhamasisha watu kushiriki katika vitendo vya kihalifu vikiwepo kuua baadhi ya viongozi na wananchi, kuchoma shule moto, kulipua transfoma za umeme ili nchi iwe gizani, kuharibu na kupora mali za umma na za watu binafsi, sambamba na kuua askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili kupora silaha. Kwenye taarifa hiyo tulitoa wito kuwa endapo mtu yeyote atatumiwa ujumbe unaohamasisha vitendo kama hivyo kupitia mitandao, asisambaze na badala yake afute. Ufuatiliaji huo, jumla ya watuhumiwa 130 waliokuwa wanapanga, kushiriki katika vikao vya ndani, wakiandaa na kusambaza taarifa za kuhamasisha vitendo hivyo vya kihalifu visivyokubalika wamekamatwa katika mikoa mbalimbali nchini. Uchunguzi unakamilishwa ili hatua zingine za kisheria zifuate. Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tunaendelea kuwahakikishia wananchi usalama wa kutosha wakati wote na kuendelea kuwafuatilia baadhi ya watuhumiwa ambao bado hawajakamatwa ili wakamatwe kwa hatua za kisheria. Tunaendelea kutoa wito kwa watu wote kuzingatia matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii kwa kuepuka kushiriki katika kuandaa na kusambaza taarifa zenye kuhamasisha vitendo vya kihalifu au kusambaza taarifa unazotumiwa na ambazo huna uhakika nazo wala kujua chanzo chake.